Ni siku ya Jumatano asubuhi ya leo, siku ya 3 ya wiki ambapo mtazamaji wangu ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Wale gani asubuhi ya leo ndugu zangu, dada zangu, ninaamini kwamba asubuhi yako ni ya baraka. Basi ninakukaribisha katika kipindi cha manyunyu ya baraka ili tukaweza na kuendelea na kubarikiwa pamoja kupitia neno la Mwenyezi Mungu ambalo ninaamini kwamba kwa siku ya leo utaweza na kubarikiwa zaidi, na asubuhi yako halitakuwa ni la kawaida tu, bali litakuwa ni la baraka. Karibu sana, tuendelee na kubarikiwa pamoja na mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Pastor Emmanuel Ndambuki kutoka kanisa la ABC Chani iko katika uongozi wa Iveti Pastorate. Karibu, tubarikiwe. Mtazamaji, ninakusalimu mara tena asubuhi ya leo. Matumaini yangu ya kwamba umeamka vyema na neema ya Bwana bado inakufunika. Karibu ili tukaweze kulisikia neno la Mungu, nikijua ya kwamba neno hili litakuwa ya baraka kwako. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru ni kwa ajili ya neno lako. Asante kwa sababu ya mtazamaji, ninamkabidhi mikononi mwako. Anapoenda kulisikia neno lako, Bwana, ninaomba ili ukaweze kubariki na ukaweze kumsaidia na ukaweze kuwa pamoja naye. Nisaidie Bwana ili nikaweze kunena usia wako. Na ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu tuomba na atakushukuru. Amina. Neno letu la leo tutasoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume kifungu cha 10 mstari wa 34 na mstari wa 35. Neno la Bwana linasema hivi: Petro akafumbua kinywa chake akasema, hakika natambua ya kuwa Mungu hana upendeleo, bali katika kila taifa mtu amchaye na kutenda haki ukubaliwa na yeye. Neno hili ama maneno haya yalinenwa na mtumishi wa Mungu Petro, na ni baada ya kumtazama mtumishi wa Mungu Kornelio, ambaye tunajua ya kwamba alikuwa ni mkuu wa majeshi. Na hata akiwa mkuu wa majeshi, mtumishi wa Mungu Kornelio, moyo wake ulikuwa sana karibu na Mungu. Na Kornelio katika maombi yake kila wakati alikuwa anaomba, anakabidhi mahitaji yake mbele za Mungu. Na tunaona ya kwamba wakati huu Petro aliweza kujua mtumishi wa Mungu alikuwa anaomba. Basi tunaona ya kwamba Kornelio katika kuomba kwake, neno linatuambia kwamba malaika wa Bwana alimtokea na akamwambia kwamba sala zako na dua zako zimeweza kumfikia Bwana, kuonyesha ya kwamba mtumishi wa Mungu Kornelio alikuwa na uhusiano mzuri na huyu Mungu, alikuwa na urafiki na Mungu na alikuwa karibu na Mungu. Na basi ndio sababu Mungu alikubali kutembea na yeye na akamwezesha hata kuweza kufikia mahitaji yake. Leo tunaelewa ya kwamba tunajifunza juu ya Mungu wetu ana upendeleo. Mungu wetu ana upendeleo. Na ni kweli tunajua ya kwamba Mungu ambaye alituumba hawezi kuwa na upendeleo. Mungu wetu sio kama mwanadamu, na mtazamo wake ni tofauti na mtazamo wa mwanadamu. Alimtazama mtumishi wako Kornelio na akaona mtumishi wake ana mambo ambayo alikuwa na qualification ambazo yeye Mungu mwenyewe alizihitaji na alitaka kutoka kwake. Basi ndio sababu Petro anasema ya kwamba Petro akafumbua kinywa chake na akasema hivi, hakika natambua ya kuwa Mungu ana upendeleo, bali katika kila taifa mtu amchaye na kutenda haki ukubaliwa na yeye. Neno hili katika kila taifa, mtu amchaye Mungu, kuna mambo mawili ambayo Mungu anamtazamo kwa mtu yule ambaye anataka kumwekea upendeleo. Mtu amchaye, mtu ambaye anamcha Mungu, mtu ambaye ako na hofu mbele zake Mungu, mtu yule ambaye anamtambua huyu Mungu na anatenda mambo ambayo yanamfurahisha huyo Mungu. Mungu anampenda,
Mungu anaweka mapendeleo kwake. Kornelio alikuwa anamcha Mungu. Hata kama alikuwa na mkuu wa majeshi, hata kama alikuwa na cheo kikubwa, kuwa na ukubwa wake, kuwa na mamlaka mengi, hayakuonyesha ya kwamba hataweza kumcha Mungu. Lakini alikuwa na kule kumcha Mungu, ile hofu ilikuwa ndani yake. Alimcha huyu Mungu, basi Mungu akawa na upendeleo juu yake. Na ndio sababu mtumishi wa Mungu Petro ananena ni kama mshuhuda basi. Yule ambaye anamcha Mungu, anatenda haki, huyo Mungu ataweza kuonyesha upendeleo juu yake na katika kila taifa. Je, unajua ya kwamba wewe mtazamaji, Mungu ana upendeleo? Na kama unatenda mapenzi ya Mungu, na kama unatenda haki ya Mungu, na kama unaucha huyu Mungu, hakika utaona Mungu ambaye ataweza kukuacha. Utaona Mungu ambaye atatembea pamoja nawe. Utaona Mungu ambaye ataweza kuenenda pamoja nawe. Na hata watu watakaposema nini, basi yale matendo ya Mungu, yale mapenzi ya Mungu yakitimia, na Mungu akisema ndio yake kwako, ndio sababu mambo yatakuwa vile Mungu alivyosema. Kwa maana ana upendeleo. Hata kama watu watanena, hata kama watu watasema nini, Mungu ambaye unampenda, Mungu ambaye unamcha, Mungu ambaye unamtendea haki, unatenda haki yake, Mungu huyo ataweza kuonyesha upendeleo kwako. Mtazamaji, jifunze kutoka kwa Kornelio. Jifunze kutoka kwa mtumishi wa Mungu. Hata kama Mungu ataweza kukuinua, basi hofu yake iwe ndani yako. Uonekane ukiwa na ile hofu ndani yake. Mungu akikutazama aone mtumishi wake ambaye ana unyenyekevu. Akitazama aone mtumishi wake ambaye anamcha. Akitazama aone mtu ambaye anatenda haki. Katika maisha haya, Mungu ndivyo anavyotaka. Kwa maana huyu Mungu anatupenda. Na mtumishi wa Mungu Kornelio alijua ya kwamba kama nitaweka uhusiano wangu na Mungu sawa sawa, kama nitatenda yale ambayo ni mapenzi ya Mungu, hakika Mungu huyu ataweza kunibariki. Hakika Mungu huyu ataweza kutembea na mimi. Na ndio sababu anaambiwa sala zako zimefika mbele za Mungu. Na Petro anashuhudia na kumwambia kwamba utakubalika. Mungu je, amekukumbali wewe? Mungu amekukumbali wewe katika maisha haya? Mungu akishuka katika hicho kijiji, utakuwa mmoja wa kukumbaliwa. Mungu akishuka katika mahali pa kazi, utakuwa mmoja wa kukumbaliwa. Mungu akishuka katika familia yako, utakuwa mmoja wa kukumbaliwa. Mungu akishuka hata katika taifa hili, utakuwa mmoja wa kukumbaliwa. Kwa maana Mungu ataweza kuwa na upendeleo kwako. Mungu ataweza kuwa na upendeleo kwa mtu yule ambaye atendi haki, kwa mtu yule ambaye hawezi kuwa na hofu yake. Ataweza kuwa na upendeleo. Lakini kwa mtu yule ambaye anamcha Mungu, kwa mtu yule ambaye anatenda haki, lazima Mungu ataweza kuonyesha upendeleo kwake. Mpenzi mtazamaji, kuwa na hofu mbele za Mungu. Tenda haki. Mungu atakupenda wewe ukiwa Mkristo ambaye anamcha. Katika mambo yote, tenda haki katika kila jambo. Kwa maana hivyo ndivyo Mungu anavyotaka. Na hakika, hata ukiomba kama Kornelio, mahitaji yako, maombi yako, kilio chako, Mungu ataweza kukisikia. Bwana akubariki na libariki neno lake takatifu. Amina. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuruni kwa ajili ya neno lako. Asante ni kwa sababu neno hili limetuambia kwamba hauna upendeleo. Ni kweli Mungu, hakika hauna upendeleo. Ulimwonyesha mtumishi wako Kornelio ambaye alikuwa karibu sana na wewe Bwana, na ukambariki na ukamuinua. Hivyo basi nasi siku ya leo kwa mtazamaji, neno limetufunza ya kwamba tukakuche wewe, tukatende haki. Na Bwana, hakika utaweza kutubariki. Tusaidie, tuwezeshe, na tembea pamoja na wacha neno hili likaweze kuwa baraka na msaada kwa mtumishi wako mpendwa. Na ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu tuomba. Amina. Bwana akubariki na libariki neno lake takatifu. Mungu ana upendeleo. Hapa tumeweza na kuona mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Petro, ambaye aliweza na kutamka haya maneno baada ya kuona mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Kornelio. Ingawaje Kornelio alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na cheo kikubwa, alikuwa na mali, lakini
alimtegemea Mwenyezi Mungu. Alimcha Mwenyezi Mungu. Katika kile tu ambacho alikuwa nacho, alitenda na alitendea hata na wengine haki. Ndio sababu tumeweza na kuona kwamba kuna mambo mawili ambayo Mwenyezi Mungu hufurahishwa nayo sana na uyafurahia sana. Yakiwa ndani yako, yakiwa ndani yangu. Mtu ambaye anamcha, mtu ambaye anatenda kwa haki. Kornelio kila kitu alikuwa nacho, lakini alimtegemea Mwenyezi Mungu. Alimcha Mwenyezi Mungu. Alitenda kwa haki. Kama Kornelio alikuwa hivyo, alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na heshima zake. Je, wewe mbona usiwe mtu ambaye anamcha Mwenyezi Mungu ili Mwenyezi Mungu akaweze na kuonyeshana upendeleo juu yako? Mbona usiwe mtu ambaye anaweza kutenda kwa haki ili akaweze na kubarikiwa na Mwenyezi Mungu na akaweze na kumfurahisha Mwenyezi Mungu, ili Mwenyezi Mungu akaweze na kuonyeshana upendeleo juu yako. Na Mwenyezi Mungu akaweze na ukaweze na kuwa na kibali kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Maana hicho ukiwa nacho, hata watu wataweza na kufika mahali wataweza na kushuhudia kwamba huyu ako na kibali kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kweli huyu ameweza na kubarikiwa. Hata kama walikuwa na kuona namna gani. Huyu Kornelio walikuwa wanaonekana ni watu ambao sio wale ambao wanaweza Mwenyezi Mungu anaweza akawaitikia. Lakini kwa wakati huu Petro akaweza na kuonyeshwa hata jambo hapo nyuma baadaye, na akaweza na kuonyeshwa kwamba watu wote Mwenyezi Mungu anaweza akawakumbali ikiwa tu anatenda kwa haki, ikiwa tu anamcha. Na watu wote ni wa Mwenyezi Mungu. So katika ile hali ambayo uko, unaweza kuwa uko bado hujaweza na kuokoka. Unaweza kuwa unajiangalia unaona kwamba mimi Mwenyezi Mungu anaweza niitikia kweli? Yes, anaweza. Unaweza kusema kwamba kuanzia leo nimeweza na kumkubali Mwenyezi Mungu na nitafute mtumishi wa Mwenyezi Mungu kama vile ambavyo hata Kornelio aliweza na kuonyeshwa, enda ukapatane na huyo mtumishi wangu ambaye ni Petro. Kuwa na wakati mwema na uwe na siku njema, na utafute kila wakati kumcha Mwenyezi Mungu na kutenda kwa haki. Barikiwa.